Mtu asiyeshukuru anaona kama kila kitu ni kwa akili zake. Yaani unajua kuna watu wameolewa, anafikiria kwamba yeye ni mzuri sana. Yaani anajiona yeye ni mzuri sana ndio maana ameolewa. Kuna mtu mwingine ameoa kwa sababu eti anajiona yeye ni handsome sana. Na mtu mwingine ana cheo, anafikiri kwamba ana akili kuliko wengine wote anaowaongoza. Kuna mtu mwingine ameajiriwa, anafikiri ana vyeti vizuri kuliko watu wengine ambao hawakuajiriwa. Kuna mwingine anaimba vizuri, anafikiri kwamba yeye ni kwa sababu ni mwimbaji mzuri sana kuliko watu wengine. Hapana, ni kwa sababu ya wema na fadhili za nani? Za Mungu. Yaani mimi sio kwamba eti ninamjua sana Mungu kuliko ninyi wote mliokaa hapa, kuliko ninyi nyote mtaonitazama. Hapana, ni kwa sababu ya wema wa nani? Wa Mungu. Ni kwa sababu ya fadhili za nani? Za Mungu alizoniwezesha leo niko hapa. Mimi sio mwema sana, sio kwamba najua sana, sio kwamba ninastahili. Sistahili kwa chochote. Ni Mungu tu aliyenipa neema ya kusimama hapa. Ndio maana Biblia inasema kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa nini? Kwa neema. My Jesus. Tumeokolewa kwa neema. Tumeponywa kwa neema, tunafunguliwa kwa neema, tunaimba kwa neema, tunafunga kwa neema, tunahubiri kwa neema, tunaabudu kwa neema, tunatumika kwa neema, wala sio vinginevyo. Ni kwa neema, ni kwa neema na rehema.